Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana kwenye ukumbi huu wa Tanzania News Today, ukumbi ambao unakueleza yale yote ambayo yanaendelea bila uoga, bila kuficha. Mimi ni Bwana Ezra. Kitu ambacho nawaomba ni muweze kujiunga kwenye ukumbi huu kwa kupiga subscription. Samia Suluhu Hassan, kipindi ambapo Tanzania ilikuwa inajiandaa kwenye maandamano ya tarehe 9 Disemba mwaka 2025, serikali ilitetemeka. Itafanya nini ili waweze kusimamisha haya maandamano? Wakaamua kufunga akaunti za wanaharakati ambao walikuwa wanaanika uozo wa hii serikali, mauaji ya hii serikali, mitandao kama vile ya Mange Kimambi pamoja na Maria Sarungi. Mtandao wa Instagramu pale kipindi ambapo taarifa zilikuwa zinachapishwa, zilikuwa zinaenda ulimwengu mzima. Sasa mnamo tarehe 3 mwezi wa Disemba mwaka 2025, tukiwa tunaelekea maandamano ya Disemba tarehe 9, serikali iliweza kuandikia barua Instagramu Meta, wakaomba kwamba akaunti ya Mange Kimambi pamoja na Maria Sarungi ziweze kufungwa kwa kile ambacho serikali ilisema kwamba walikuwa wanachochea uvunjifu wa amani, pamoja na eti kwamba Maria Sarungi na Mange Kimambi walikuwa wanapokea pesa kutoka upande wa Meta bila kukata license ya Tanzania. Sasa Meta ikafunga akaunti za Instagramu ya Maria Sarungi pamoja na huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Mange Kimambi. Lakini mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu kote nchini wameweza kuchukua hatua na kuweza kuambia usimamizi wa Instagramu kwamba serikali ya Tanzania inataka kuficha mauaji wasije wakaanikwa, na ndio maana waliweza kuomba zile akaunti zifungwe. Baada ya usimamizi wa Meta Instagramu kuangalia akaunti ya Maria Sarungi, walikuta kwamba haina hatia. Hapo jana siku ya Jumatano tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2025, waliamua kumfungulia akaunti yake ya Instagramu aendelee kuenjoy kuchapisha maudhui yake pale ya kumulika hii serikali. Na vilevile mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kote nchini yanazidi kuomba Instagramu vilevile kuweza kumfungulia Mange Kimambi naye akaunti yake, kwa sababu zile akaunti zilikuwa ni kana kwamba ni sehemu, uwanja, mahala ambapo Watanzania walikuwa wanaanika mateso ambayo wanapitishiwa na hii serikali haramu. Na hii serikali iligundua kwamba dunia nzima ilikuwa inaangalia yale ambayo Mange Kimambi pamoja na Maria Sarungi walikuwa wanachapisha, wakaogopa kwamba wawekezaji huenda wakaogopa kuingia Tanzania endapo watapata maudhui jinsi ambavyo wananchi walikuwa wanauawa. Ni nini madhumuni ya kuunda hii kanda, mpenzi mtazamaji? Hii inaashiria kwamba Samia Suluhu Hassan aliweza kushindwa. Utawala wake uliweza kuweka kesi wakitaka akaunti ya Mange Kimambi pamoja na Maria Sarungi ziweze kufungwa. Serikali imeweza kushindwa na tumeona akaunti ya Maria Sarungi imefunguliwa. Hii serikali haitaki watu ambao wanawamulika. Hii serikali
inataka watu ambao wanaitikia kila kitu. Hii serikali haitaki yale mauaji ambayo yaliweza kufanywa Tanzania yaweze kumulikwa kote nchini, na ndio maana waliweza kufunga akaunti kama vile za Maria Sarungi pamoja na Mange Kimambi. Sasa hii serikali hatujui mahali ambapo itakuja kuficha uso wake, kwa sababu wamekwisha shindwa. Ninashangaa serikali gani hii ambayo haiwezi kataka kumulikwa, kwa sababu penye taifa ambalo liko na demokrasia unapata kwamba viongozi wa upinzani wanapewa muda, wanapewa uwanja na wao kuweza kumulika serikali, kukosoa serikali mahali ambapo wanaona kwamba imeweza kukosea. Mfano, haya mambo ambayo yanaendelea Tanzania ya kutekateka wananchi yanapaswa kuisha. Haya mambo ambayo yanaendelea Tanzania ya kuuaua wananchi yanapaswa kuisha. Hiyo ndio kazi ya upinzani, kuweza kumulika serikali, waweze kuambia mambo kama haya yanapaswa kukoma. Lakini Samia hataki, na ndio maana aliweza kushtaki na kuripoti kitu ambacho kinaitwa akaunti za Maria Sarungi pamoja na Mange Kimambi. Samia amesonga mbele mpaka kuamua kukamata viongozi wa upinzani. Amekamata Tundu Lissu, amemfungulia mashtaka ya uhaini. Alikamata John Heche, akakamata viongozi wengi sana, kwa sababu hakukuwa anataka watu ambao wanamkosoa. Cha kushangaza, hata jana chama cha Chadema kiliweza kutoa ripoti ambayo inaeleza kwamba watoto wa mwenyekiti wa chama cha Chadema waliweza kutekwa nyara, wakakamatwa na kuteswa, wakapokea kipigo kutoka kwa serikali, kitu ambacho ni jambo la kuhuzunisha, jambo la kuudhi, kukamata mpaka watoto ambao hawana hatia. Sasa hii inaashiria nini, mpenzi mtazamaji? Nikihitimisha, serikali hii imeweza kushindwa kwa sababu Instagram waliweza kuangalia vizuri, wakagundua kwamba akaunti ya Maria Sarungi haikuwa imevunja, haikuwa imeleta tatizo lolote, na ndio maana waliamua kumfungulia. Sasa ninashangaa mpaka serikali inaamua kufunga akaunti za wanaharakati. Wanataka akina nani waweze kumulika serikali? Wanataka serikali iibe bila kuangaziwa? Wanataka serikali iweze kuua wananchi bila kuangaziwa? Wanataka serikali iweze kuwamaliza wananchi bila kuangaziwa? Serikali ya Samia imeweza kushindwa, na ndio maana Instagram wameamua kufungulia Maria Sarungi akaunti yake ya Instagram. Tupatane kwa kanda ijayo.